Nipashe. Mkononi na kamata gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Nipashe wana maneno hapa yameandikwa na kwa mujibu wa gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Kwanza nikwambie tu kwa mujibu wa gazeti la Nipashe nakwambia bado siku 8. Kwa maana hii ya leo tayari ndio ishaisha hivyo. Hii ya leo ndio tayari ishakatika hivyo. Kwa hiyo bado siku 8. Bado siku 8 tukuelekea uchaguzi mkuu. Wewe unasemaje? Umejiandaaje? Kitambulisho kiko sawa? Tayari kiko vizuri, kiko poa. Sasa tunaanza kuchana kurasa za magazeti. Nipashe Mwanga wa Jamii imeandika Samia kubadili sura ya kilimo, ahidi kupeleka mabilioni kukipa nguvu mpya kilimo cha umwagiliaji nchini. Ukurasa wa pili kuna undani wa taarifa hiyo, wakati gazeti la Nipashe pia limeandika vibali holela vyazamisha wakazi katika mafuriko. Hii ni ripoti maalum iliyoandaliwa na gazeti la Nipashe ambao utaikuta ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Lakini pia habari nyingine ambayo imepewa uzito kwenye gazeti la Nipashe imeandika Othman asema kadi ya chama haitakuwa tiketi ajira serikalini. Haitakuwa tiketi ajira serikalini. Kuna baadhi kwa mujibu wa Omo kwamba kadi za chama ndizo zimekuwa tiketi. Sasa kadi ya chama haitakuwa tiketi kwa maana fursa zitagaiwa sawa kwa watu sawa wa kila rika na wa vyama vyote kwa mujibu wa Omo. Lakini pia habari nyingine iliyopewa uzito kwenye gazeti la Nipashe imeandika buriani Raila Odinga, Ruto afichua siri nzito, awaomba ushirikiano ODM. Sasa tukiangazia gazeti hili la Nipashe kuhusiana na habari ambayo imeandikwa kuhusiana na Samia kubadili sura ya kilimo, tuangazie hapa na tumsikilize mgombea urais kupitia Chama cha Mapinduzi CCM anasemaje kuhusiana na sera hii ya kilimo. Kwenye kilimo kuna mawili tu ya kusema. La kwanza, niko hapa na waziri wa fedha, niko na waziri wa kilimo. Najua bajeti tulioitoa ya ununuzi wa mahindi tuliimaliza. Lakini wanasema nini? Jungu kuu halikosi ukoko, si ndio? Sasa waziri wa fedha, hebu kachungulie kwenye jungu kuu. Tuone tutapata kiasi gani tuendelee kununua mahindi. Niwaombe kapekueni muone uwezekano tuendelee kununua mahindi kwa wakulima. Lakini eneo la pili kwamba tunajipanga kwa makubwa zaidi. Tunajipanga kuelekea kwenye kilimo cha umwagiliaji maji. Tukifika 2030 angalau tuwe na hekta milioni 5 ambazo zinamwagiliwa maji. Tukifika hapo Tanzania hii tutazalisha chakula na tunaweza tukalisha sehemu kubwa ya Afrika, lakini pia maeneo mengine duniani. Na kamata gazeti la Mwananchi Tanzania mkononi. Gazeti la Mwananchi Tanzania limeandika habari nyingi hapa, lakini habari kubwa kabisa iliyopewa uzito kwenye gazeti hili imeandika kauli za amani ukweli za tikisa. Kauli za amani ukweli za tikisa. Ni kutoka kwa viongozi wa dini kuelekea uchaguzi mkuu wa Oktoba, na askofu ataka watu wakubali kukosolewa. Lakini pia KKT wampa tuzo Samia. Watu wakubali kukosolewa, KKT wampa tuzo Samia. Sasa nataka kujua askofu nani amezungumza nini na kwa nini mambo yalikuwa hivi. Mambo yalikuwa hivi. Ni kwamba siku chache baada ya kupatikana kwa Padri Nikata jimbo kuu la Songea kule kwa kile kilichotokea, lakini pia Mwanza jana siku ya Jumapili askofu alipata wasaa kuzungumza, na nataka kujua ni askofu nani na alizungumza nini. Mimi naona nisiongee mengi, alafu nakuja kujuza hapa kwa nini imekuwa hivi. Wala usiondoke, hebu tumsikilize askofu kwanza kitujuza kwa ndani zaidi mambo yakoje kuhusiana na kile ambacho kinaendelea. Shawahi kupanga kuacha upadri. Mimi napaswa kujua, si mwingine tena. Mimi sijui, askofu wa Songea hajui. Watu wamesema kwamba eti alishaomba hakusikilizwa. Mapadri, hivi ukitaka kuacha upadri unasikilizwa? Si unaondoka zako. Tunao wangapi ambao wameacha upadri, wameondoka, walisikilizwa? Badala ya kupata maneno ya kututia moyo, tusikate tamaa, tunapewa maneno ya maudhi, tunaudhiwa. Padri amepatikana hajielewi, tunaambiwa kwamba kumba na wanawake huko, kwamba anadaiwa huko.
Mimi askofu ninayeishi naye hapa sijui. Sasa unamtangaza hadharani hivyo, amejipoteza. Tunapofungua parokia zetu hizi, tuombe, tusali, tuombe amani. Mwenyezi Mungu atujalie nchi yetu iwe na amani, na viongozi wetu watafute fursa ya kutia moyo na kulifariji taifa. Taifa limegawanyika, taifa lina mahangaiko. Katika taifa uwezo ukakoswa watu watukutu, lakini ni wananchi, ni watu wa hapa. Utukutu wao sio wa kumpoteza wala kumteka au kumuua. Leo tunatembea huko hatujiamini. Watanzania tulikuwa tunaheshimika katika ulimwengu, tunaheshimika. Wapo wanaoniuliza, sasa nyie mkiwa hivi itakuwaje sasa? Naam, huyo ni askofu ambaye alizungumza kwenye ibada ya jana, ambaye huyu bwana ni askofu anamzungumzia kwa parokia takatifu Petro Mtume Nyamhongolo pale Nyamhonga pale. Jana Oktoba 18 ndio alizungumza. Yeye ni askofu Mkwande na amekanusha kuwa taarifa hizo ambazo zilitolewa, lakini pia amelisii taifa na kusii tuendeleze kutunza amani tulionayo. Lakini pia kwa wasaa mwingine aliyezungumza ni mufti mkuu wa Tanzania, amezungumza kuhusiana na swala zima la kutunza tunu yetu ya amani, na tuweze kumsikia pia mufti amezungumza nini. Mufti, karibu. Kusimamia dini, maslahi ya dini, na kingine hatuwezi kutoka katika kusimamia maslahi ya nchi. Tuna siasa moja ya kusimamia dini, maslahi ya dini, na kingine hatuwezi kutoka katika kusimamia maslahi ya nchi. Tunazungumza sana masuala ya amani. Sababu sisi tunajua nchi hii. Tunazungumza sana masuala ya amani na uzalendo, watu kujenga uzalendo. Na hayo ni mafunzo katika dini kwamba mtu na Muislamu kamili ni yule ambaye ana uzalendo wa nchi yake. Tunajaribu kulifundisha ili watu kuwatoa fikra za ndani ya nchi au nje ya nchi na kuleta ufisadi katika nchi. Lakini vile vile tunajua umuhimu wa amani. Bila amani hakuna jambo litafanyika. Hata hayo mambo ya dini tunazungumza, misikiti, kuswali, kufanya hivi, kufunga mwezi wa Ramadhani, kwenda hija, haiwezi kukamilika kama nchi haina amani. Haiwezekani.